Upande wa pili ni upande wa jeshi la polisi. Mambo mawili kwa jeshi la polisi. La kwanza, wapuuze taarifa za uongo za ndani ya jeshi la polisi lenyewe zinazodaiwa kuwa za kiintelijensia, kwamba watu wa Chadema, maana kuna habari hizo wamelishana uongo huko ndani kwamba Chadema inataka kufanya vurugu ya wanachokiita kumuokoa Tundu Lissu kutoka kwenye mikono ya magereza na mikono ya polisi. Uongo mtupu, uongo ambao umetengenezwa ili kutekeleza nia ovu ya kupiga raia na kupiga wananchi na kufanya vurugu. Watu wa polisi wenye kuheshimu utawala wa sheria, haki na maadili waepukwe kuingizwa kwa uongo kwenye mzozo na mgogoro ambao utalichafua zaidi jeshi la polisi ambao tayari limeshajichafua kwa matendo mbalimbali ya siku ya nyuma. Badala yake, jeshi la polisi, na hapa ni mzungumze na IGP, kwa sababu bahati mbaya sana polisi kanda maalumu Dar es Salaam na polisi maeneo haya yanayohusika na eneo hili mpaka wameamua kupanga haya walioyapanga, maana yake ni kwamba wameshakubali uongo huo na wanaongozwa na uongo katika kupanga utaratibu wa ulinzi na usalama katika jambo lenye maslahi ya umma ya wazi kabisa. Kwa hiyo nitoe mwito kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP kuweza kufuatilia jambo hili. Jeshi la polisi kwa ujumla wake wasikubali kuingizwa katika kuchafuliwa wote kwa umoja wao kwa sababu ya matendo ya watu wachache ambao wanaacha kufanya kazi kwa ukweli, kwa haki, kwa uweledi. Na tukumbushe jeshi la polisi, na nikumbushe IGP, matendo kama haya ya taarifa za uongo zinazoitwa za kiintelijensia ndio yalifanya jeshi la polisi likapiga watu mahakama ya Kisutu pale wakati kesi ya mwenyekiti Lissu inakwenda kwenye hatua ya komito mwezi Aprili mwaka 2025. Wakapiga watu, wengine wakabebwa wakaenda kupigwa huko maporini, Mabwepande na mapori mengine, wakatupwa, wakadhalilishwa. Na sio wana viongozi wa Chadema peke yake, viongozi, wanachama, mpaka baadhi ya waandishi wa habari wakiwa wanatekeleza wajibu wao wa kisheria. Lile jambo lile doa lile bado liko mikononi mwa jeshi la polisi, na bado sisi tunaendelea kusisitiza hatua mbalimbali zichukuliwe na wadau mbalimbali kuhusu yale matukio ya Aprili 2025. Kwa utaratibu huo wa kupeana taarifa za uongo, ndio jeshi la polisi mwaka 2024 tarehe 12 mwezi Agosti kwenye siku ya vijana kule Mbeya lilisababisha watu tukapigwa